Mpaka sasa hivi Bwana Boniface Mwangi pamoja na mwenzake kutoka Uganda, mpaka sasa hivi hatuna taarifa kamili wako wapi. Kinachosikitisha ni kwamba jana jeshi la polisi waliwaeleza mawakili wetu ambao walikuwa wanafuatilia ili swala toka mwanzo, toka juzi, kwamba mchakato wa kuwarudisha umekamilika. Kwa hiyo hakuna haja tena ya mawakili kuendelea kulifuatilia ile swala kwa sababu wanarudishwa katika siku ya jana. Na jambo hilo sisi tukaliona kwamba lilikuwa ni la msingi, kwa sababu kitu cha kwanza tunachopigania ni hawa watu kuachiwa na kurudishwa kwao au kuruhusiwa warudi kwao. Lakini mpaka sasa hivi taarifa haziko tuseme haziko wazi kwamba hawa watu wanashikiliwa wapi na kwa sababu gani. Kitu ambacho kimsingi kinavunja misingi ya sheria, kwa sababu katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania pamoja na sheria zingine na mikataba ya haki za binadamu inataka mtu yote anayetuhumiwa, mtu yote ambaye anakuwa chini ya vizuizi vya polisi, awe anapewa nafasi ya kuongea na ndugu, mawakili wake na wadau wengine wanaohusika na yeye. Cha kushangaza ni kwamba toka mwanzo wa hii swala mawakili wamekuwa wakisumbuliwa, hawapewi nafasi ya kushiriki, nafasi ya kusimamia mahojiano yao wakati mwingine. Na cha kushangaza ni kwamba kwa nini baada ya kutoa taarifa kwamba wamewapeleka, wameendelea kubaki nao na kufanya chochote kile ambacho pengine sisi mawakili ambao tulikuwa tunasimamia hatuna taarifa hizo. Kwa hiyo tunasikitika kwamba mamlaka zetu wakati mwingine pamoja na kwamba mamlaka zina haki za kukamata watu, kuzuia watu wote wawe ni Watanzania au ni wa nje, ni vyema masuala ya utaratibu wa kisheria kuzingatiwa. Hawa ni raia wa kigeni. Lengo letu ni kwamba hata kama wana makosa wanaohisiwa wamefanya, basi taratibu za kisheria zingezingatiwa kudili nao bila kutengeneza taharuki ambazo pengine zinaweza zikaleta chokochoko nyingi baina ya sisi na majirani zetu. Jambo la msingi tu ni kwamba jeshi la polisi na mamlaka zinazohusika hasa upande wa uhamiaji wazingatie swala zima la masuala ya kisheria, utaratibu wa kisheria wanapokuwa wanamtuhumiwa mikononi mwao. Kitu cha kwanza cha msingi, wasifanye jambo lolote bila kuwa na wakili au ndugu wa karibu. Hao watu tayari kulikuwa kuna mawakili wanawasimamia. Ni vyema jambo lolote wanalolifanya, hata hiyo kuwataka kuwarudisha, utaratibu wa kuwarudisha ilikuwa ni makosa pia kuwaengua mawakili katika mchakato wa kutaka kuwarudisha. Kwa hiyo tunachotoa ni kwamba serikali yetu tunaishauri, cha kwanza hawa watu warudishwe kwao, na mchakato wa kurudishwa kwao uwe wa wazi na ukweli, na serikali na jeshi la polisi na mamlaka zinazohusika zitoe taarifa kuliko kufanya vitu kwa usiri mkubwa. Madhara ya kufanya vitu kwa usiri mkubwa ni mengi sana. Tumeshaona watu ambao wameteswa, wengine wamekufa, wengine wamepotea kwa sababu ya kushikiliwa katika mazingira ya usiri. Zinatoa nafasi ya watu kuumizwa, kuteswa na baadaye kupewa taarifa kwamba hatujui na hatukuwa naye. Tumeshaona watu ambao walikuwa wameshikiliwa mikononi mwa polisi na baadaye taarifa zinatoka kwamba hatumfahamu, hatuwajui. Sasa mazingira kama haya sio vizuri yakaja kutokea kwa wageni. Ndio maana tunasema wakati mwingine si hatupendi kusema lakini tunatulazimisha kusema kwa matendo yenu mengine. Toka juzi tunatafuta mamlaka, tunatafuta uongozi, tunashauri hao watu waachiwe, lakini viongozi hawataki kusikiliza watu, hawataki kupokea simu za watu. Inaonekana kwamba sasa njia pekee ya kuzungumza ni kupitia vyombo vya habari. Wale wengine walikuja wakarudishwa, ni sawa. Ingawa sisi pia tukubaliani na vitendo vya kuwarudisha wananchi wa Afrika Mashariki wanapotembelea nchi za Afrika Mashariki. Lakini hata hao basi kama baada ya kuwazuia kile walichokuwa nakuja kukifanya mmefanikiwa, basi warudisheni. Madhara ya kuendelea kuwaweka ni kwamba mnatengeneza mgogoro zaidi. Mnafanya swala hili liendelee kujadiliwa ndani ya nchi, nje ya nchi na duniani kwa ujumla. Kwa hiyo tunakemea uongo ambao tulipewa jana. Kwamba watu wamerudishwa lakini kimsingi hawakurudishwa. Lakini bado tunashauri na kulitaka sasa jeshi la polisi na mamlaka zingine zinazohusika, warudisheni hao watu kwao na waruhusini wanasheria ambao wanahusika kuwasimamia watu hawa, wawasimamie kwa mujibu wa sheria za nchi, na baadaye watakapofika hatua ya kuwaondoa basi mchakato utakuwa umekwisha. Sasa kama haya hatashindikana, kama haya hatawezekana,
nadhani utaratibu tunaoweza kufanya ni kwenda kuiomba mahakama iingilie swala hili kwa kufungua shauri la habeas corpus ambalo ni utaratibu wa kisheria tu. Pale mtu ambapo anashikiliwa bila utaratibu wake kueleweka ukoje na mamlaka hazitaki kufuata utaratibu wa kisheria, nadhani itabidi twende mahakamani sasa kuiomba mahakama iweze kuita mamlaka zinazohusika na kuuliza ni nini hasa wanafanya na hawa watu, au kutaka wawaachie au wawafikishe mahakamani kwa mujibu wa sheria. Hilo ndio jambo la msingi. Kwa kweli mambo haya yanayofanyika ni kwamba badala ya kulisaidia taifa tunaendelea kulipaka zaidi taifa matope kwa mikono yetu wenyewe, kwa sababu kuna vitu vingine tulikuwa tuna uwezo wa kuviachia vipite tu bila kutengeneza sintofahamu. Kulikuwa kuna vitu vingine tungeweza kuzingatia utaratibu wa sheria. Kwa mfano mtu umeshamkamata, kutaka labda awepo Tanzania, utaratibu unaofuata ni kumuondoa. Mamlaka kwa mujibu wa sheria zina power na nguvu za kuwaondoa watu nchini wale ambao wanadhani hawapaswi kuwepo nchini. Sasa kuendelea kukaa na watu kama hawa hawafikishwi mahakamani, mawakili wanazuiwa, taarifa zao hazijulikani, inakuwa ni kutia doa zaidi, lakini pia ni kutengeneza attention kubwa ya ambayo pengine tungeweza kuizuia. Kwa hiyo cha mwisho tu ni kwamba mamlaka zizingatie taratibu za sheria za nchi. Hatukatai wana mamlaka ya kukamata watu, wana mamlaka ya kuchunguza, lakini taratibu za sheria zizingatiwe. Unapotaka kumchunguza mtu, awe ni Mtanzania awe asiwe ni Mtanzania, hana haki ya kuwa na wakili, hana haki ya kuwakilishwa wakati wa uchunguzi wote ule. Taarifa zake zinapaswa ziwe zinatolewa kwa wakili kwa ajili ya kuwasilisha kwa ndugu jamaa na marafiki. Hilo ndio jambo la msingi. Tunashauri sana jeshi la polisi na vyombo vingine vya mamlaka ya usalama, tunapokuwa tunakamata watu tusizuie mawakili, tusizuie wanasheria kuwa karibu na wale watu, kwa sababu ndio njia pekee ya kutoa taarifa baina ya mtuhumiwa na ndugu zake na jamaa zake wengine. Unapozuia wakili asiwe karibu na mtuhumiwa, au unapojenga mazingira ya wakili kutokuwa karibu na mtuhumiwa, kwanza unataka kuambia dunia kwamba hatuna utaratibu wa kisheria, hatuna rule of law katika nchi yetu, kwamba mamlaka zinaweza zikachukua mtu zikakaa naye bila kufuata utaratibu wa sheria na vitu kama hivyo. Vitu ambavyo kwa kweli vinakwenda kinyume hata na utaratibu wa serikali ya Mui, ambao kimsingi wamekuwa wakisisitiza kwamba tuzingatie utawala wa sheria, na kama mtu hajakamatwa tufanye uchunguzi, na kama mtu akikamatwa basi mara haraka sana iwezekanavyo wafikishwe mahakamani. Kama kuna kosa wamefanya hao watu, basi wafikishwe mahakamani. Hilo ndio jambo la msingi, au waachiwe warudishwe kwao.